kanisa la Mungu linakufikiria. Na baadhi ya wengi obviously wanasema ya kwamba laiti wangekutana karibu kwa karibu, lakini nafasi na kazi mingi zilizopo, lakini wengi wanatamani angalau kuyasikia mlio nayo. Kwa hivyo acha Mungu afungue milango na madirisha ili wale wanaotazamia pia kuonana kwa karibu kunena nao wakaweze kupata hiyo nafasi. Kwa hivyo tunaomba Mungu atusaidie katika safari na kutupigania na kutuinua na hata kutuweka pamoja, tuwe kama kundi la wana wa Israeli walivyokuwa bila kutoka na kuingia, tuwe pale katika hali ya kukaa kwa pamoja tukisemezana, ili tuwe kiungo kizuri chake Mungu. Kwa hivyo nashukuru kwa yote ambayo mnayotenda. Mungu azidi kuwapigania na kuwainua. Kwa majina tena umesema? Naitwa Wilfred Obed, kuwa mwinjilisti na pia mchungaji katika kanisa la Koromite Assembly kule Bugari sub county. Asante. Salamia Simoni tunaporudi. Sawa. Nataka je, mwinjilisti kwa kutoa tena Huyu ni Ruben Lukoe, mwinjilisti ambaye ameokoka, namtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na niko na kitabu hapa kidogo cha Waamuzi 7 mstari wa 13. Tutajifunza kidogo kuhusu maono ama ndoto, na inaongea juu ya ndoto zile ambazo Gideon alikuwa ameahidiwa na Mungu aende kuwaona wa Midia. Hata Gideon alipofika, tazama, palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimhadithia mwenziwe ndoto. Akasema, tazama, naliota ndoto, na tazama, mkate wa shairi ulianguka katika kambi ya Wamidia, ukafika hata hema mmoja, ukaipika hata ikaanguka, nao ikaipindua hata ikalala chini. Mwenziwe 14. Mwenziwe akamjibu akasema, habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi, mtu wa Israeli. Mungu amewatia Wamidia na jeshi lote katika mkono wake. Kwa hivyo maono naona kama inafundisha na inaelimisha, kwa sababu maono ndiyo inaweza fanya mwanadamu akawasiliana na Mungu. Ni rahisi kuwasiliana na Mungu kupitia ndani ya ndoto ama maono ya usiku, kwa sababu Mungu uwezo ukamwona na macho, lakini ana uwezo kuongea na moyo wako wakati unapolala. Moyo unapotoka ndani, Mungu anaweza kuutumia kuionyesha yale maono. Naona Mungu akitia Wamidia maono ambayo waliota katika uzingizi wao. Mtu akianza kuhadithi, naye tena Mungu mmoja akaenda akamwambia Gideon ya kwamba akateremke aende hemani usiku wa manane. Akasikia vile Wamidia wanahadithi. Alipofika pale akakuta mtu mmoja akijaribu kuongea juu ya maono aliyeyaona usiku. Mungu akamtia nguvu Gideon, kwa sababu maono hayo yote yaliingia katika masikioni mwake, na jozi za ndoto yake huyo mtu aliyehadithi akasema kwamba huenda Wamidia wote tumetiwa mikononi mwa Gideon. Na Gideon yeye Mungu alimwambia nenda ukasikilize kupitia ndani ya maono. Kumbe Mungu anaweza kukutuma kupitia ndani ya maono. Tena Mungu anaweza kukuelimisha katika maono. Anaweza kutia nguvu kama wewe ni mdhaifu katika maono, na unaweza panuka kupitia ndani ya maono. Kwa hivyo Mungu ni Mungu ambaye anaongea na mwanadamu kwa njia ya maono, kumwelimisha, kumfundisha, kumpa ujasiri. Kwa hivyo ni machache tu, sina mengi isipokuwa ni kuhusu maono. Ndiyo ilikuwa hadithi yangu. Asante. Mungu awabariki wote. Asante. Pia nao bariki.